Je, msamaha wa rais ni ishara ya neema kwa taifa au ni dirisha la kutazama kwa kina namna mfumo wetu wa haki unavyofanya kazi hapa nchini Tanzania? Wakati Tanzania bara ikitimiza miaka 64 ya uhuru, tukio moja limeteka hisia za watu wengi, ambapo Rais Samia Suluhu Hassan ametangaza msamaha kwa wafungwa 1036, hatua inayoibua maswali mengi mapya kuhusu ustawi wa mfumo wa kurekebisha makosa hapa nchini. Kati ya wafungwa hao 22 wameachiwa huru kabisa, huku 1014 wakipunguziwa adhabu na kuendelea kutumikia vifungo vilivyosalia. Cha kushangaza ni kwamba idadi ya walioachiwa huru mwaka huu inafanana kabisa na ile ya msamaha wa mwaka jana, jambo linalochochea mjadala wa iwapo hii ni bahati au muundo maalum au mkondo wa sheria mpya ya msamaha wa kitaifa. Kisheria, msamaha huu si jambo jipya kabisa hapa nchini. Chini ya ibara ya 45 kipengele cha kwanza A mpaka D ya katiba ya Tanzania, mkuu wa nchi anapewa mamlaka ya kutoa msamaha Disemba 9 kila mwaka. Taarifa rasmi ya msamaha wa mwaka huu imetolewa na Wizara ya Mambo ya Ndani, ikisainiwa na Waziri George Simbachawene, ambaye amesisitiza matarajio ya serikali waliopata msamaha watatumia nafasi hii kujisahihisha na kuepuka kurudia makosa. Kwa mujibu wa taarifa hiyo, walionufaika ni zaidi ya wafungwa waliokuwa na vifungu vya kuanzia miaka 2 na kuendelea, na ambao tayari wametumikia robo ya adhabu zao. Wafungwa hao, kwa mujibu wa masharti ya katiba, wamepunguziwa 1/6 ya adhabu zao wanazozitumikia. Sasa, baada ya punguzo la kawaida la 1/3 linalotolewa chini ya kifungu cha 49 kipengele cha kwanza cha sheria ya magereza sura ya 58, wengine walionufaika ni wafungwa wenye magonjwa ya kudumu au sugu, ambao wapo kwenye hatua ya mwisho, na wafungwa wazee wenye umri wa miaka 70 au zaidi. Taarifa hiyo inasema wengine ni wafungwa wa kike walioingia na ujauzito gerezani, au wenye watoto wanaonyonya au wasionyonya waliohukumiwa kifungu cha mwaka 1 na kuendelea, wafungwa wenye ulemavu wa mwili na akili wasio na uwezo wa kufanya kazi, imeeleza taarifa hiyo. Pia wafungwa waliohukumiwa adhabu ya kuwekwa kizuizini na wawe wamekaa gerezani kuanzia miaka 10 na zaidi. Lakini katika orodha ndefu ya walionufaika na msamaha wa rais, kuna kundi moja limeachwa nje. Kundi hili ambalo limeibua mijadala kwenye mitandao ya kijamii. Kwa nini wao msamaha huu haujawahusu? Kwa mujibu wa taarifa hiyo ya Wizara ya Mambo ya Ndani, msamaha wa mwaka huu haujawagusa wafungwa wote. Kuna makundi mahususi ambayo yameondolewa kabisa kutokana na uzito wa aina ya makosa yao. Kwanza, wafungwa wanaotumikia vifungo vya nje pamoja na wale waliowahi kukiuka masharti ya sheria ya bodi za parole sura ya 400, sheria ya huduma kwa jamii sura ya 291 na kanuni za kifungu cha nje, hawana nafasi ya kuingia kwenye orodha ya waliosamehewa. Serikali inasema kuweka masharti makali kwa wale waliowahi kupewa fursa lakini wakaenda kinyume. Lakini pia nje ya msamaha huu wamewachwa wale waliopatikana na hatia katika makosa mazito yanayohusisha maadili ya fedha na uchumi, uhujumu uchumi, matumizi mabaya ya madaraka, utakatishaji wa fedha, rushwa na usafirishaji au kujihusisha na dawa za kulevya ikiwemo bangi. Haya ni makosa ambayo kwa muda mrefu yamekuwa yakionekana kuhatarisha usalama na ustawi wa taifa. Hivyo msamaha kwao bado ni eneo nyeti sana. Aidha, orodha ya walioachwa nje inapanuka zaidi na kugusa makosa ya wanaohusisha ukatili na unyanyasaji, waliopatikana na hatia za kujamiana, utekaji au wizi wa watoto, kupoka au kuwapa mimba wanafunzi, pamoja na makosa yote yanayohusiana na ukatili dhidi ya watoto na biashara haramu ya binadamu. Makosa haya yanachukuliwa kuwa ni kikwazo cha juu cha ukatili, na uamuzi wa kutojumuisha wahusika unaibua mjadala kuhusu uzito na uhalifu wa mipaka ya msamaha wa kitaifa. Najua swali moja kubwa ambalo unaweza ukawa unajiuliza sasa ni hili hapa, lakini kama hujiulizi swali hili, mimi naomba nikuulize na wewe uniwekee jibu kwenye komenti hapo chini. Swali ni je, ni vigezo gani vinavyopanga
mstari huu wa nani anastahili msamaha wa rais na nani hastahili. Kama unafahamu chochote kuhusiana na hili, tupe elimu yako hapa ya kile unachokielewa kwenye comment hapa chini, na mimi nitakuja kuzisoma hapo baadaye. Haya, naendelea kukuambia hapa watu wengine wasiohusika kabisa na msamaha huo wa rais. Wengine wasiohusika ni waliofungwa kujaribu kutoroka chini ya ulinzi halali au kusaidia kutendeka kwa makosa hayo, kujaribu kuua, kujiua au kuua watoto wachanga, makosa ya ugaidi, uharamia na makosa ya kimtandao. Pia wamewafungwa wanaotumikia kifungo cha pili au warudiaji, yaani waliowahi kupata msamaha wa rais, waliotenda makosa ya kinidhamu gerezani na hayajatimiza miaka 3, wafungwa wa madeni waliopatikana na hatia ya mauaji au kuhukumiwa adhabu ya kifo na wanatumikia vifungo vya maisha gerezani. Sasa ni nini maoni yako kuhusiana na msamaha huu wa rais leo Disemba 9? Weka komenti yako hapa chini nami nitaisoma kama ilivyo. Ili kuwa kwanza kupata habari zetu, tafadhali usisahau kusubscribe, kulike na kucomment. Je, msamaha wa rais ni ishara ya neema kwa taifa au ni dirisha la kutazama kwa kina namna mfumo wetu wa haki unavyofanya kazi hapa nchini Tanzania? Wakati Tanzania bara ikitimiza miaka 64 ya uhuru, tukio moja limeteka hisia za watu wengi, ambapo Rais Samia Suluhu Hassan ametangaza msamaha kwa wafungwa 1036, hatua inayoibua maswali mengi mapya kuhusu ustawi wa mfumo wa kurekebisha makosa hapa nchini. Kati ya wafungwa hao 22 wameachiwa huru kabisa, huku 1014 wakipunguziwa adhabu na kuendelea kutumikia vifungo vilivyosalia. Cha kushangaza ni kwamba idadi ya walioachiwa huru mwaka huu inafanana kabisa na ile ya msamaha wa mwaka jana, jambo linalochochea mjadala wa iwapo hii ni bahati au muundo maalum au mkondo wa sheria mpya ya msamaha wa kitaifa. Kisheria, msamaha huu si jambo jipya kabisa hapa nchini. Chini ya ibara ya 45 kipengele cha kwanza A mpaka D ya katiba ya Tanzania, mkuu wa nchi anapewa mamlaka ya kutoa msamaha Disemba 9 kila mwaka. Taarifa rasmi ya msamaha wa mwaka huu imetolewa na Wizara ya Mambo ya Ndani, ikisainiwa na Waziri George Simbachawene, ambaye amesisitiza matarajio ya serikali waliopata msamaha watatumia nafasi hii kujisahihisha na kuepuka kurudia makosa. Kwa mujibu wa taarifa hiyo, walionufaika ni zaidi ya wafungwa waliokuwa na vifungu vya kuanzia miaka 2 na kuendelea, na ambao tayari wametumikia robo ya adhabu zao. Wafungwa hao, kwa mujibu wa masharti ya katiba, wamepunguziwa 1/6 ya adhabu zao wanazozitumikia. Tafadhali usisahau kusubscribe, like na kucomment.